Karibuni ndugu watazamaji na wasikilizaji wa kipindi cha habari za soka. Habari zetu za leo tunazianzia Uingereza ambapo Michael Carrick, kocha wa Manchester United, ameweza kuzungumzia marejeo ya Marcus Rashford na ameweza kujieleza kwa nini hakumweka uwanjani kwenye machi yao ya Jumatano iliyopita ambapo walikuwa wakicheza na Leeds. Ijapokuwa waliweza kupata ushindi kupitia mikwaju ya penalty kwa mabao 5-4 baada ya kutoka sare ya 1-1. Ameweza kusema ni kwa sababu amerejea tu mazoezini, ni mchezaji wetu, amerejea vizuri sana kama watu wengine wote. Unajua, nimemfahamu kwa muda mrefu na analeta kitu tofauti kwenye timu. Hayo ni maneno ya Michael Carrick. Habari ya kufuatia ni habari kutoka Arsenal ambapo Mikel Arteta na yeye pia hakuridhishwa na namna Ethan Nwaneri ameweza kucheza mechi ndogo kuliko zile alizokuwa akizitarajia kupitia klabu ya Marseille. Kwa maneno yake aliweza kusema kilichotokea uwanjani wakati wa kipindi chake cha mkopo huko Marseille labda hakikuwa kile tulichotarajia. Kocha huyo Mikel Arteta ameweza kuzungumza pia kwamba anafurahishwa na kiwango cha mchezaji wake kwa sasa ambapo wako wanajiandalia msimu mpya. Licha ya umuhimu wake katika safu ya kiungo ya Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, huyu ni mchezaji wa Paris Saint-Germain ambaye ana umri wa miaka 30, ameorodheshwa tu katika nafasi ya 24 katika viwango vya ubora vya Ballon d'Or. Lakini sasa anaweza kuwa na malengo makubwa zaidi. Kwangu mimi ni heshima kutajwa miongoni mwa wagombea. Kwa kuzingatia vyeo vyangu, nadhani nastahili kuwa hapa. Ni heshima kujumuishwa, natumai naweza kushinda. Mhispania huyo aliwaambia wanahabari wa kutoka Marca, akiendelea akisema ni kwamba akiwa na taji lingine la ligi la mabingwa akiwa na Paris Saint-Germain na zaidi ya yote ushindi wa kombe la dunia la Uhispania. Mchezaji huyo wa Paris Saint-Germain bila shaka ana kesi kali. Hata hivyo, kugombea kwake kunaweza kutatizwa na msimu usiobadilika katika ngazi ya klabu, ukiwa na majerahi mawili, huku kiungo huyo alilazimika kusubiri hadi mwisho wa kombe la dunia ili kupata nafasi ya kuanza na La Roja mara kwa mara. Katika shindano la wazi, Fabian Ruiz bado anaweka kutamani cheo cha juu. Wakiwa bado wanamlenga Julian Alvarez ili kuimarisha safu yao ya ushambuliaji, FC Barcelona wanaandaa mipango yao ya ziada. Kulingana na Gigantes, klabu hiyo ya Kikatalani imewasiliana na wawakilishi wa Jorge Mikotaze. Huyu ni mchezaji ambaye ana umri wa miaka 25 na ni mchezaji kutoka timu ambayo inachezea huko Hispania, timu ya Villarreal. Kwamba FC Barcelona wameandaa mipango yao ya ziada. Kulingana na Gigantes, klabu hiyo ya Kikatalani imewasiliana na wawakilishi wa Jorge Mikotaze ili kupima msimamo wake kuhusu uwezekano wa kuhama. Mshambuliaji wa Villarreal
ameripotiwa kutoa idhini yake kwa uwezekano huyo. Mkataba huyo bado haujafika katika hatua ya mazungumzo kati ya vilabu hivyo viwili, kwani kipaumbele cha Barcelona kinabaki kuwa Alvarez. Hata hivyo, iwapo huyo mfungaji wa Argentina litashindwa, mchezaji huyo wa zamani wa Lyon angewakilisha mbadala wa bei nafuu, huku Villarreal wakidai kati ya euro milioni 60 hadi 65 kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Georgia. FC Barcelona inalazimika kuongeza ofa yao kwa Rodri, mchezaji ambayo ana miaka 30. Kwa mujibu wa gazeti la The Times, Manchester City imekataa ofa ya pili ya Kikatalani inayokadiriwa kufikia euro milioni 65 kwa kiungo huyo wakati wa Uhispania, ambaye anataka kujiunga na Blaugrana msimu huu wa joto. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Star, The Citizens wamepanga bei ya mchezaji wao kuwa euro milioni 82. Idadi hii pia imeripotiwa na Daily Express. Chini ya kiasi hiki, Manchester City inaripotiwa kuwa haina nia ya kuruhusu nahodha wao kuondoka. Habari za leo zinaishia hapa, na watakia siku njema. Kwaherini.